za pole kwako wewe Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge wote kwa kuondokewa na mbunge mwenzetu. Tarehe 17 Disemba 2024 taifa letu liliondokewa na Mheshimiwa John Tendwa, msajili mstaafu wa vyama vya siasa. Marehemu John Tendwa atakumbukwa kwa kujenga misingi imara kwa vyama vya siasa, lakini pia atakumbukwa kwa ukomavu wake hususani katika kusimamia demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Kadhalika, tarehe 27 Disemba 2024 tuliondokewa na Mheshimiwa Mwanaisha Athumani Kwariko, jaji wa mahakama ya rufani na mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Marehemu Mwanaisha Kwariko atakumbukwa kwa utumishi wake ndani ya mahakama na mchango wake mkubwa katika tume huru ya uchaguzi. Tarehe 30 Disemba 2024 tuliondokewa na Mheshimiwa Jaji Fred Kimuita Warema, aliyewahi kuwa jaji wa Mahakama Kuu divisheni ya biashara na mwanasheria mkuu wa serikali. Marehemu Jaji Fred Kiwarema pamoja na kazi nyingine atakumbukwa kwa ushauri na mchango wake wa kisheria katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Tarehe 20 Februari 2025 nchi ilimpoteza Bibi Sifaeli Mushi, mwanamke aliyeshiriki katika tukio la kuchanganya udongo wa iliyokuwa Tanganyika na Zanzibar. Bibi Sifaeli Mushi atakumbukwa kwa uzalendo na historia ya muungano wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kama waheshimiwa wabunge mtakumbuka, tarehe 5 Machi 2025 tulimpoteza Mheshimiwa Profesa Philemon Sarungi, aliyewahi kutumikia taifa letu kwa nafasi ya mbunge, mkuu wa mkoa na waziri katika wizara mbalimbali. Nitumie fursa hii kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote walioguswa na msiba huo. Mheshimiwa Profesa Sarungi atakumbukwa kwa utumishi wake uliotukuka, uwajibikaji na uzalendo wa nchi yake. Lakini vile vile usiku wa kuamkia tarehe 13 Machi 2025 tulimpoteza mwanasiasa mkongwe Mheshimiwa Thabita Siwale, aliyewahi kuhudumu katika nafasi ya mbunge na waziri katika wizara mbalimbali. Itakumbukwa kuwa mnamo tarehe 3 mwezi wa Novemba 1975 baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimteua Mheshimiwa Thabita Siwale kuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na mchango wake katika jamii, hayati Mheshimiwa Thabita Siwale alitunukiwa tuzo ya mwanamke mahiri wa karne ya 21 mwaka 2000 na tuzo ya mwanamke wa kwanza katika mwaka 2008. Ninatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na kwa Watanzania wote walioguswa na msiba huo. Tarehe 28 Machi 2025 nchi yetu pia iliondokewa na mwanadiplomasia mkongwe Mheshimiwa Balozi Juma Volta Mwapachu. Balozi Mwapachu aliyewahi kuwa katibu mkuu wa zamani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, aliyewahi kuwa mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Ninatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na kwa Watanzania wote walioguswa na msiba huo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha hivi karibuni wapo Watanzania wenzetu waliofikwa na maafa mbalimbali yaliyosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali, ikiwemo kuporomoka kwa jengo la ghorofa Kariakoo jijini Dar es Salaam. Nitumie nafasi hii kuwapa pole Watanzania wote waliopoteza ndugu, jamaa, marafiki na mali zao kutokana na maafa hayo. Ninawaombea marehemu wote, Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Amina. Pongezi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, sote tunafahamu kuwa mwaka huu Bunge la 12 linahitimisha shughuli zake kwa kipindi cha miaka 5 kilichoanza Novemba 2020. Kwa msingi huo, hotuba yangu itaeleza kwa muhtasari mafanikio makubwa yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii pia imeainisha baadhi ya kazi zinazotekelezwa na serikali kwa kuzingatia mipango na mikakati mbalimbali ya taifa. Baadhi ya mikakati hiyo ni pamoja na mpango wa 3 wa maendeleo ya miaka 5 wa mwaka 2021-22 hadi 2025-26 ambao ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo
ya mwaka 2025, ajenda ya mwaka 2063 ya Umoja wa Afrika na malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2030. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa dhati ya moyo wangu nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri tangu alipoanza kuiongoza nchi hii tarehe 19 Machi 2021. Ninampongeza pia kwa mafanikio makubwa aliyoyapata katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020. Kwa hakika ametekeleza kwa vitendo na matokeo yanaonekana. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha uongozi wake tumeshuhudia mafanikio makubwa katika kuimarisha miundombinu, kuboresha utoaji wa huduma za kiuchumi na kijamii, pia kusimamia utawala bora, kuongoza mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi na kuhamasisha uwekezaji. Diplomasia ya kiuchumi nayo imesimamiwa na mahusiano ya kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hatua nyingine nimpongeze Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutekeleza vema wajibu wake kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa majukumu ya kuliongoza taifa letu. Kwa hakika miongoni mwa maelekezo ya viongozi wetu yamekuwa yakitoa mwelekeo sahihi wa utekelezaji wa wajibu wetu kuwatumikia Watanzania. Kadhalika nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuhakikisha kuwa ilani ya CCM kwa upande wa Zanzibar inatekelezwa kikamilifu na kuimarisha utoaji wa huduma za kijamii na kiuchumi na usimamizi mzuri kabisa wa sekta mbalimbali za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii pia kipekee kabisa kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais kwenye uchaguzi mkuu ujao utakaofanyika Oktoba mwaka huu 2025. Uchaguzi wao ni kielelezo cha ukomavu wa imani kubwa walionayo wana CCM wote kwa viongozi hawa, kutokana na uongozi wao makini na imara unaozingatia maslahi ya wananchi wote. Nitumie nafasi hii kuwaomba Watanzania wote kuendelea kuunga mkono kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi Dr. Nchimbi ni mwanasiasa mkonge mwenye uzoefu mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, serikali na jumuiya za kimataifa. Ninampongeza sana Mheshimiwa Nchimbi na kumtakia afya njema na kila laheri kwenye mchakato ujao. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Steven wa Masatu Wasira kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara. Nirudie kauli yangu niliyoitoa katika mkutano wa 18 wa Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Februari 2025 kuwa chama kimepata mtu sahihi kwa wakati sahihi kutokana na uzoefu wake na busara zake. Mheshimiwa Wasira ni kiongozi na mwanasiasa mkongwe ambaye mchango wake unaendelea kuhitajika katika kuimarisha umoja na mshikamano wa taifa letu kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa